Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo baadhi ya binadamu ambao wanapenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapenda kuwa na marafiki wachache kwenye maisha yao. Watu wengi hawaijui saikolojia ya binadamu wenye kupenda kuwa na marafiki wachache katika maisha yao. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia siri mbalimbali za kisaikolojia ambazo hauzijui kuhusu binadamu wasiopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri za kisaikolojia ambazo hauzijui kuhusu binadamu wasiopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao. Namba 1, hawa ni binadamu wanaothamini ubora kuliko wingi. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa kuhusu wanadamu ni kwamba wanadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza la wanadamu ni wanadamu ambao wanapenda kufanya upimaji kwa kuzingatia wingi, yani quantity. Hawa ni binadamu ambao ili waweze kuridhika pale wanapopokea vitu, lazima vitu hivyo viwe katika uwingi. Ni watu ambao hata wanapoenda sokoni kununua vitu mbalimbali, wanafurahi sana ikiwa vitu ambavyo wanavinunua vinakuwa katika hali ya uwingi. Hawa ni watu wasiotazama ubora. Ina maana hata katika mahusiano ya kirafiki, hawa ni binadamu ambao wanapenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, kwani wao huvutiwa na wanapotazama uwingi wa vitu kwenye maisha yao. Lakini kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao huwa wanapenda kutazama ubora katika kila kitu kwenye maisha yao. Hawa ni binadamu ambao hata wanapofanya manunuzi katika vitu mbalimbali, wapo tayari kutoa pesa nyingi, lakini wapate vitu vichache ambavyo vina ubora wa hali ya juu, kwani wao kitu cha kwanza ambacho hukitathmini katika maisha yao ni ubora wa kitu kuliko uwingi. Na ndiyo maana hata katika mahusiano yao na watu wengine ni binadamu ambao ni wachaguzi sana. Hawawezi kuwa rafiki wa kila mtu, bali wanachagua watu wachache ambao ni watu bora katika maisha yao kuliko watu wengine. Ni ngumu sana kujenga ukaribu na watu hawa ikiwa watu hawa hawajaziona kwako sifa ambazo wanazihitaji katika maisha yao. Hivyo utakapokutana na binadamu wa kundi hili, ujue hawa ni binadamu ambao hupenda kutazama ubora kuliko uwingi kwenye maisha yao. Namba 2 ni binadamu wanaopenda kuchunguza vitu kiundani katika maisha yao. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao si wachunguzi wa kina kwenye maisha yao, ni watu ambao wanapenda kuchukulia vitu kwa juu. Lakini binadamu wengi wanaopenda kuwa na marafiki wachache kwenye maisha yao ni binadamu ambao wanapenda kufanya uchunguzi wa kina kila kitu ambacho wanakiona katika maisha yao. Na ndiyo maana hata wao huwa wana kawaida ya kujifanyia uchunguzi wa kina, yani self analysis, na kisha wanazijua vizuri hisia zao kuliko kawaida. Na ndipo hapo wanapochagua kuingia katika ukaribu na watu ambao wanaweza kuendana na hisia zao. Na ndiyo maana huwa ni vigumu sana kujenga ukaribu na watu hawa. Unaweza ukakutana naye, lakini ikawa ni vigumu kuweza kumshawishi ili awe mtu wako wa karibu. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili huwa ni wachaguzi sana wa marafiki, na kabla ya kukufanya kuwa rafiki yao watakuchunguza sana waweze kukuelewa. Watakapoelewa kila kitu kuhusu wewe, huo ndio wakati ambao watafanya maamuzi either wakufanye uwe rafiki yao ama wakuweke mbali na maisha yao, kwani ni binadamu ambao wanapenda kuweka karibu na maisha yao vitu ambavyo vitakuwa sahihi kwenye maisha yao. Namba 3 ni binadamu ambao muda mwingi akili zao hufanya kazi kupita kiasi kuliko binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa kuanzia leo,
Asilimia kubwa ya binadamu wanaopenda marafiki wengi maishani mwao ni binadamu ambao hutumia muda mwingi kuwa na marafiki kwenye maisha yao, kwani hutumia muda mwingi kuzungumza na marafiki zao, kufurahia maisha, kujadiliana vitu mbalimbali, ambapo hali hiyo hupelekea binadamu hawa wasiwe na matumizi makubwa ya akili kuliko binadamu wenye marafiki wachache. Asilimia kubwa ya binadamu wasiopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, hawa ni binadamu ambao muda mwingi huwa wanaonekana watulivu, lakini utulivu ambao unauona kwa macho haimaanishi akili zao pia huwa zinakuwa katika utulivu huo huo. Hawa ni binadamu ambao wanapenda kutumia akili ya hali ya juu katika vitu mbalimbali, kwani maisha mengi ambayo wanaishi huwa wanapenda kuwa peke yao, na muda mchache tu ndio wanaoutumia kuwa pamoja na marafiki zao wachache ambao ndio waliowaruhusu waweze kuwa karibu na maisha yao. Kwa sababu hiyo, hawa ni binadamu ambao wanapenda kuchunguza vitu kiundani. Ni binadamu ambao wanapenda kufikiria kiundani kila kitu ambacho wanakiona katika maisha yao, na ndio maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili huwa ni vigumu kufanya makosa ukilinganisha na binadamu wenye hulka ya kupenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, kwani binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi maishani mwao wakati mwingine wanaweza kujikuta wakifanya vitu kwa sababu ya ushawishi wa marafiki na si kwa sababu wamevifikiria vitu hivyo kwa akili zao. Hivyo binadamu wa kundi hili wanafanya makosa machache kwenye maisha yao kwa sababu kabla ya kufanya chochote kwenye maisha yao ni binadamu wanaopenda kutafakari kwa kina, tena wanatumia akili zao pasipo na utegemezi wa akili za binadamu wengine. Namba 4 ni binadamu ambao huwa hawaingii kiurahisi katika mahusiano ya kimapenzi. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao wanapenda marafiki wengi kwenye maisha yao, hisia zao ziko wazi. Ni watu ambao wanaweza kutengeneza mazoea na binadamu wengine kiurahisi hata katika mahusiano. Ni watu ambao ni warahisi sana kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu wengine, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua kuanzia leo, binadamu wenye kupenda kuwa na marafiki wachache kwenye maisha yao, hisia zao huwa zimejifunga mara nyingi. Hivyo ni vigumu kujenga mazoea kiurahisi na watu ambao wanakutana nao kwa mara ya kwanza kwenye maisha yao, na hata katika mahusiano. Hawa ni binadamu ambao huwa inawawia vigumu kuanzisha mahusiano, kwani ni binadamu ambao wanapoanzisha mahusiano hawapendi kuingia katika mahusiano kwa mguu mmoja, wanapenda kuingia kwa miguu yote miwili. Kwa sababu hiyo huwa wanakuwa na wasiwasi, vipi kama watampenda kwa moyo wote mtu ambaye hana mapenzi ya dhati na wao? Bila shaka wanaweza kuhisi maumivu ambayo watayapata kama wataingia kwenye mahusiano na binadamu wasiokuwa sahihi. Ndio maana binadamu wa kundi hili huwa ni vigumu kuingia kwenye mahusiano. Hata mahusiano yao ya zamani yanapovunjika, wanaweza kuishi muda mrefu bila kuingia kwenye mahusiano mapya. Namba 5 ni binadamu wanaopenda uhuru kuliko utegemezi katika jamii ambazo wanaishi. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wanapenda kuwa na marafiki wachache kwenye maisha yao, wanapenda kuwa peke yao katika nyakati nyingi. Hawa ni binadamu ambao hupenda kufanya vitu mbalimbali katika maisha yao kwa kujitegemea. Hawana hulka ya kufanya vitu kwa kutegemea watu wengine ambao wanawazunguka, kwani ni binadamu ambao ndani yao wanayo nguvu ambayo binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi hawana. Kwani asilimia kubwa ya binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, hawa ni watu ambao akili zao zinaamini katika utegemezi wa watu wengi. Chochote ambacho wanakifanya katika maisha yao, wanaamini kama watu wengi wakiwepo, kitu hicho kitafanikiwa kwa haraka kuliko wakiwa wao peke yao. Ni tofauti kabisa na mtazamo wa binadamu wasiopenda marafiki wengi kwenye maisha yao. Hawa ni binadamu wanaoamini ndani yao wao wenyewe, na kweli hawa ni binadamu ambao wanapofanya vitu bila kuwepo watu wengi, wanaweza kuonesha matokeo makubwa kuliko wakifanya vitu ambavyo vinahitaji mjumuisho wa watu wengi. Namba 6 ni binadamu wenye ufahamu wa juu kuliko binadamu wanaopenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wasiopenda marafiki wengi ni binadamu ambao ufahamu wao
huwa unakuwa wa kiwango cha juu kuliko binadamu wengine, kwani wamejifunza kujitegemea bila kutegemea akili za watu wengine. Lakini ni binadamu ambao wanaweza kufanya maamuzi wao wenyewe bila kutegemea kusaidiwa maamuzi na watu wengine. Ni binadamu ambao wanaamini ndani yao kuliko kuamini katika mitazamo ya watu wengine. Uzoefu huo wa maisha huwafanya binadamu hawa waweze kujua vitu vingi tofauti na binadamu ambao wanapenda kuwa na marafiki wengi kwenye maisha yao, na ndio maana mara nyingi binadamu wa kundi hili huonekana wenye busara na wenye kufahamu vitu vingi kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 7, huwa ni binadamu ambao ni vigumu kuwaamini watu wengine kiurahisi. Binadamu wa kundi hili huwa ni vigumu kuwashawishi ili waweze kukuamini, na ndio maana hawatapeliwi kiurahisi katika maisha yao. Lakini binadamu wa kundi hili utakapowaonesha uaminifu, wakisha kuamini, wanakuamini kwa moyo wao wote na ni wa kweli katika maisha yao. Hivyo utakapokutana na binadamu wa kundi hili, tafadhali muoneshe uaminifu kwanza ili naye aweze kukuamini. Mimi kwa leo ninaomba nishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.